Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu katika jina la Bwana. Na napenda kukukaribisha tena siku ya leo. Na leo mtu wa Mungu tunaendelea na somo letu la malaika. Lakini nikukumbushe tuko kwenye mwezi bado wa malaika. Na ndani ya mwezi huu tunasimama na kichwa cha somo kinachosema tunaruhusu malaika wa Mungu watuhudumie kwenye kila eneo la maisha yetu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tegemea sana kuona malaika wa Mungu wakikuhudumia ndani ya mwezi huu. Tegemea sana kuona malaika wa Mungu kwenye ndoto zako. Tegemea kuona malaika wa Mungu kwenye maisha yako. Tegemea sana kupata maonyo kutoka kwa malaika wa Mungu ndani ya mwezi huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla sijaendelea mbele, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa maana wewe ni Mungu wetu. Na asante kwa sababu ya kipindi chetu cha leo tena. Roho Mtakatifu ninakukaribisha. Roho Mtakatifu ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki. Ninaomba ukanitumie mimi mtumishi wako kama chombo tu. Ninaomba ukatumie kinywa changu, Roho Mtakatifu. Kinywa changu kikaseme maneno yako. Nisiseme neno hata moja litakalotoka kwenye kinywa changu mwenyewe, bali kila neno la kinywa hiki Baba kilikatoke kwenye maneno yako, likatoke kwenye kinywa chako katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu ukapate kuzungumza na kila mtu anayekusikiliza. Na kila mtu atakaye kusikiliza, sema naye, sema kwa habari ya maisha yake, sema kwa habari ya familia yake, sema kwa habari ya kila jambo ambalo anatamani kusikia kutoka kwako. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila nyumba. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila nchi. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila mji katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Kwa hiyo siku ya leo tunaanza na damu yako Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Nimekukumbusha ya kwamba ndani ya mwezi huu tunakuwa tunasimama na hili somo la kutembea na malaika, na tumekuwa tukiwaruhusu malaika wa Mungu watusaidie kwenye kila eneo la maisha yetu. Na ndani ya mwezi huu tumekuwa na mistari mikubwa miwili ambayo tulikuwa tunasimamia. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu tumekuwa tunasimamia sana ili andiko ya kwamba tutamuomba Mungu, na Mungu ndio anakuagizia yeye malaika zake. Na malaika zake wanapokuja kwenye maisha yako wanakulinda wewe katika njia zako zote. Kwa nini malaika wa Mungu wanakulinda? Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu mguu wako hautajikwaa katika jiwe. Ndani ya mwezi huu maisha yako hayatajikwaa mahali popote. Ndani ya mwezi huu mali, biashara zako, familia zako hazitajikwaa njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tumekuwa tunasimama na andiko linalotoka kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 7 ambalo neno la Mungu linasema hivi: malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea kuona malaika zake Mungu wakifanya kituo kwenye maisha yako, wakifanya kituo kwenye miji yako, wakifanya kituo kwenye ukoo wako, wakifanya kituo kwenye nchi yako, na malaika watawazungukia wote wanaomcha Bwana na kuwaokoa. Ndio maana tuliendelea sana kujifunza ni kwa namna gani tutaruhusu malaika zake waje watuhudumie. Tukasema siku ya kwanza namna ya kuruhusu, lakini kipindi kilichopita tulisema tukarudie ni namna gani ya kusimamia mapenzi ya Mungu. Vitu vyote vinafanya malaika wa Mungu waweze kuja na kufanya kituo kwenye maisha yako na kukuokoa. Sasa turudi kwenye somo letu la siku ya leo. Leo mtu wa Mungu tunasimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika wasimame kinyume na kila wachawi, waganga na nguvu za giza zinazopigana kwenye maisha yako. Somo la leo linasema hivi: omba na ruhusu malaika wasimame kinyume na kila wachawi, waganga na nguvu za giza zinazopigana kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku ya leo tutaenda kuomba namna hii.
tutaenda kusimamia namna hii. Tutaenda kuruhusu hawa malaika wa Mungu waje kwenye maisha yetu na wasimame kinyume na kila wachawi, mtu wa Mungu, na kila waganga na kila nguvu za giza zinazopigana na wewe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutamuomba Mungu na Mungu atawaruhusu malaika zake waje watusaidie. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu ambaye unasumbuliwa na waganga, leo Mungu atakusaidia. Kila uganga unaosumbua kwenye familia yako utaondoka. Wewe mtu wa Mungu ambaye unasumbuliwa na wachawi, leo tutaruhusu malaika waje kwenye malango yako, waje kwenye nyumba yako, waje kwenye familia yako, watapigana na huo uchawi na utaondoka. Na wewe mtu wa Mungu ambaye unasumbuliwa na nguvu za giza zozote, unazozijua na usizozijua, siku ya leo tutawaruhusu malaika wa Bwana waje watusaidie, wapigane, watuokoe na hayo mambo ya uganga na mambo ya uchawi na mambo ya nguvu za giza. Sasa dada Krista, ninaomba unisomee Zaburi 35 mstari wa 1 mpaka wa 6. Zaburi 35 mstari wa 1 mpaka wa 6. Bwana, utete nao wanaoteta nami. Upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe na mkuki, uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waaibishwe, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizulia mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Amen. Hapo kwanza tuishie kabla tujamalizia wa 6. Nimekuambia siku ya leo mtu wa Mungu tunasimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika wasimame kinyume, mtu wa Mungu, na kila wachawi na kila waganga na kila nguvu za giza zinazopigana kwenye maisha yako. Na tumesoma kwenye hii Zaburi ya 35 mstari wa 1 mpaka wa 6, na dada Krista ametusomea mstari wa 1 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Zaburi ya 35 mstari wa 1: Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia waganga, tunapozungumzia wachawi, tunapozungumzia nguvu za giza, ni wale watu ambao wanateta na maisha yako. Ni wale watu ambao wanapigana na maisha yako. Ni wale watu ambao wanazingira maisha yako. Hawataki kuona unafanikiwa. Hawataki kuona unasogea. Hawataki kuona unatoboa kwenye maisha yako. Ndio maana unaposoma kwenye hii Zaburi 35 mstari wa 1, neno la Mungu linasema Bwana, utete nao wanaoteta nami. Kina nani wanateta na wewe? Waganga. Kina nani wanateta na wewe? Watu wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanatetea wapi? Wengine wanateta kwenye vyumba vyao, ya kwamba Mungu, ninateta kwa habari ya maisha ya Krista asifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanateta kwenye njia kuu, kwenye barabara. Mungu, ninateta na maisha ya Melebi asifanikiwe. Atakapopita kwenye hii njia aanguke, afe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi, upigane nao wanaopigana nami. Kina nani mtu wa Mungu wanapigana na wewe? Wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kina nani mtu wa Mungu wanapigana na wewe? Waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kina nani mtu wa Mungu anapigana na wewe? Watu wabaya, watu ambao wanakuazia mambo mabaya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tutaenda kuruhusu malaika wapigane na watu wao, wapigane na nguvu hizo za giza, wapigane na wachawi wao wanaokufuatia wewe kwenye maisha yako ili usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana huyu anatuambia hivi, Bwana, utete nao wanaoteta nami. Daudi aligundua kwenye maisha yake kuna watu wabaya wanateta naye. Kuna watu wabaya wanamsumbua. Kuna watu wabaya wanapigana naye. Watu wabaya ni wale watu, mtu wa Mungu, wanatoka sasa hivi wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenda kukuroga wewe. Wanaenda kuroga maisha yako ili usifanikiwe. Wanaenda kuroga familia yako ili isifanikiwe. Wanaenda kuroga mahusiano yako ili usiolewe. Wanaenda kuroga nyumba yako ili isifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi, ushike ngao na kigao, usimame unisaidie. Sasa kwa nini Daudi alikuwa anamwambia Mungu ushike ngao na kigao? Maana yake Daudi kwenye maisha yake vita ilikuwa kubwa. Watu wabaya wanaomzingira walikuwa ni wakubwa. Kwa hiyo mtu
Mtu wa Mungu, leo tutaenda kuomba mbele za Mungu. Yeyote aliye kwenye maisha yako, unayemjua na usiyemjua, lakini anakuwazia mabaya, lakini anakuwazia mambo maovu, malaika wa Bwana wasimame wakusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: waaibishwe, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizulia mabaya, wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamuona Daudi anapitia kwenye magumu, unamuona huyu mtu wa Mungu anapitia kwenye magumu. Hayo magumu anayoyapitia anayaangalia, anagundua wachawi wa familia yake wamemzingira, wachawi wa ukoo wake wamemzingira, waganga wa ukoo kwenye familia, au waganga kwenye maisha yake, au waganga aliowakuta kwenye kazi zake wanamzingira. Daudi analemewa na mizigo ya namna hiyo. Kwa hiyo anamwambia Mungu, hawa watu wote wanaoniwazia mabaya, natumia nguvu nyingi kufanya kazi, sioni faida. Natumia nguvu nyingi kutengeneza familia yangu, haitengenezeki. Natumia nguvu nyingi kutafuta mema, siyaoni. Anamwambia Mungu, waaibishwe wanaotaka mimi niaibike. Anasema wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema warudishwe nyuma. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote anayetaka kukurudisha wewe nyuma, siku ya leo malaika wa Bwana akawarudishe wao nyuma kwa jina la Yesu. Amen. Anasema hivi: wanaonizulia mabaya wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika Bwana akiwaangusha chini. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, tutaomba mbele za Mungu. Tutaruhusu malaika wa Mungu waingie katikati ya maisha yetu. Tutaruhusu malaika wa Mungu waje kwenye maisha yetu wakiwaangusha chini wabaya wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba nisomee mstari wa 6, dada Krista. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee hiyo Zaburi 35 mstari wa 6, Biblia ya habari njema. Zaburi 35 mstari wa 6, habari njema. Njia yao na iwe giza na utelezi, wakifukuzwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye hii Zaburi 35 mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi: njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Ukisoma hii 35:6, Biblia ya habari njema, anasema hivi: njia yao na iwe giza na utelezi, wakifukuzwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekuambia leo tunaruhusu malaika wa Mungu waje kwenye maisha yako, wapigane, wahakikishe nguvu zote za giza, za kiganga, za kichawi zinazopigana kwenye maisha yako hazifanikiwi tena. Amen. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu unayesumbuliwa na nguvu za giza, malaika wa Bwana waje akiwafukuza hawa nguvu za giza zilizokaa kwenye maisha yako. Amen. Wewe mtu wa Mungu ambaye unajua kwenye familia yenu mnasumbuliwa na kulogwa au umelogwa, malaika wa Bwana waje akiwafukuza, kama ambavyo kwenye Biblia habari njema inasema wakifukuzwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo malaika waje kwenye maisha yako, wahakikishe kila watu wabaya wanawafukuza. Amen. Kama una marafiki wabaya, malaika zake wawafukuze. Amen. Kama una wafanyakazi wabaya, malaika wa Bwana waje na wawafukuze. Amen. Kama una mahusiano mabaya, malaika wa Bwana waje wawafukuze. Amen. Hili ndilo neno la Mungu linavyotuambia, malaika wa Bwana wanawafukuza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote anayesumbuliwa na waganga, yeyote anayesumbuliwa na watu wabaya, yeyote anayesumbuliwa na nguvu za giza, kazi ya malaika wa Mungu ni kuwafukuza. Kazi ya malaika wa Mungu ni kuwaondoa. Ndio maana ukisoma kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, neno la Mungu linasema hivi: nitakuagizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakuagizia malaika zake waje wakuokoe, wakulinde wewe kwenye njia zako zote. Kwa nini Mungu anakuagizia malaika zake? Kwa sababu waganga, kwa sababu wachawi, kwa sababu nguvu za giza zimekaa kula maisha yako, zimekaa kuharibu mipango yako, zimekaa kuhakikisha unafedheheka, zimekaa kuhakikisha moyo wako unaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nani anatuambia Daudi kwenye Zaburi ya 35:6, njia yao na iwe giza na utelezi. Kwa hiyo yeyote aliyesababisha njia yako giza na utelezi, malaika wa Bwana wawafanye kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Amen. Yeyote anayetaka kukufukuza wewe kwenye njia ya mafanikio, malaika wa Bwana wawafuatilie wao, wawafukuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja tuendelee mbele. Dada Krista, naomba nisomee Ufunuo 12 mstari wa 15 na 16. Ufunuo 12 mstari wa 15 na 16. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema hivi: nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapomwangalia nyoka, tunaangalia ni mambo ya kichawi. Unaposikia nyoka ni mambo ya nguvu za giza. Unaposikia nyoka ni mambo ya kiganga. Wachawi wengi, waganga wengi, watu wabaya wengi wanapenda kutumia nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapenda kutumia uchawi wa nyoka. Kwa hiyo kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya watu wa Mungu, watu wamekaa hawajui kama maisha yao yamezingirwa na nyoka. Au wengine kila ukiota ndoto unaota nyoka anakuzingira kwenye njia yako. Mwingine kila ukiota ndoto unaota nyoka anakukimbiza kwenye maisha yako. Neno la Mungu linasema hivi, ukisoma kwenye Ufunuo 12:15, anasema nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Unamwona mtu wa Mungu, huyu mwanamke alikuwa anatembea, anaelekea mbele, lakini nyuma yake kulikuwa na nyoka. Na huyu nyoka alipokuwa nyuma ya yule mwanamke alitoa maji kama mto ili amfanye yule mwanamke achukuliwe na maji yale. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nimekwambia siku ya leo tunaruhusu malaika wa Mungu waje watusaidie kwenye ishu ya waganga na wachawi na nguvu za giza zinazosimama kwenye maisha yetu. Mtu wa Mungu, unazunguka kwenye maisha yako, unatembea, kumbe nyuma yako kuna nyoka. Unataka kupiga hatua kuelekea kwenye eneo la mafanikio, kumbe nyuma yako kuna nyoka. Na nyuma nyoka anafanya nini? Anakutolea maji kama mto ili uchukuliwe na maji yale, ili uzuiliwe kwenye njia yako, ili uzuiliwe kwenye mafanikio yako. Kwa hiyo siku ya leo tutaruhusu mtu wa Mungu, malaika wa Mungu waje kwenye njia za maisha yetu. Amen. Wahakikishe kila nyoka anayekufuatilia nyuma aondoke kwa jina la Yesu. Amen. Ahakikishe kila ubaya wa kiganga, kila ubaya wa kichawi, kila ubaya wa nguvu za giza unaofanya kazi nyuma yako. Nyuma yako maana yake unaofanya kwenye mazingaombwe, unaofanya kwenye giza, alafu wewe kwenye nuru auoni matokeo. Watu wamekaa nyuma, mtu wa Mungu. Watu wamekaa sirini, mtu wa Mungu. Tunapozungumzia nyoka alikuwa nyuma ya mwanamke, maana yake unaweza ukasema nyoka alijificha kwa yule mwanamke. Nyoka alikaa kwenye chumba chake cha siri nyuma ya yule mwanamke. Nyoka alitenda kwa siri kwenye maisha ya yule mwanamke. Alifanya nini? Alikuwa anahakikisha anamletea magumu, anamletea mto ili amezwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unahangaika sana kwenye biashara zako. Mtu wa Mungu, unahangaika sana kwenye kazi zako. Mtu wa Mungu, unahangaika sana kwenye mafanikio yako, lakini haujui nyuma kuna nyoka. Nyuma kuna wachawi. Nyuma kuna waganga. Wanahakikisha wanataka kukumeza. Wanahakikisha biashara yako imezwe. Wanahakikisha wanakuletea mafuriko yanakumeza. Kila unavyojaribu kupiga hatua inashindikana. Kila unavyojaribu kufanya bidii utoke inashindikana. Kwa sababu gani? Kuna nyoka nyuma yako. Kuna watu wabaya nyuma yako. Amen. Una marafiki ambao ni nyoka na uwajui. Una marafiki wenye chuki ambao uwajui. Kila unavyojaribu kutengeneza mipango yako, wao wanakazana kuibomoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila unavyojaribu kutoka, wao wanakazana kukurudisha nyuma. Mtu wa Mungu, unawezekana ukawa na marafiki, wao ndio kutwa nzima wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanazima nyota yako. Wanakuibia nyota yako. Ndio wanakufunga mafundo. Ndio wanakufunga ilizi. Ndio anasema mganga, rafiki yangu yeye anafanikiwa, chukua kibali chake nipe mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wako nyuma yako. Hawa watu wako sirini na wako katikati ya maisha yako. Ndio maana andiko linasema nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Kwa nini nyoka alikuwa nyuma? Ili mwanamke asimuone. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke angemuona, angejaribu kupigana na nyoka ili aendelee
tuendelee mbele. Kwa hiyo nyoka akawa anamfuata mwanamke nyuma. Mwanamke hana habari. Yule binadamu hana habari. Anajua niko nakazana na kampuni yangu. Kumbe nyuma kuna nyoka, hajui. Mwingine anasema nipo nakazana na mahusiano yangu. Mwaka huu nitaoa au mwaka huu nitaolewa. Kumbe nyuma yako kuna nyoka, mtu wa Mungu, huna habari. Mwingine unasema ngoja nikazane, nitafute kazi. Unachukua CV zako unaziweka. Kumbe nyuma yako kuna nyoka, hauna habari. Mwingine uko bize, unasema nimepata idea ya biashara, nimepata hizi kazi nzuri, ngoja nikasikilizishe jamaa zangu, ngoja nikawaambie marafiki zangu. Kumbe nyuma yako kuna nyoka, hauna habari. Yule nyoka kule nyuma alikuwa anafanya nini? Anatengeneza maji kama mto ili amfanye yule mwanamke kuchukuliwa na mto ule. Watu wa Mungu wengi tumepitia kwenye hizi changamoto. Nyuma ya maisha yetu tuna nyoka. Tuna watu wabaya. Nyuma ya maisha yetu tuna watu kila siku wanatuendea kwa waganga wa kienyeji. Nyuma ya maisha yetu tuna watu kila siku wametengeneza madhabahu za giza. Wanahakikisha unarudi nyuma. Wanahakikisha haufanikiwi. Unajaribu kutafuta ujauzito. Mungu anaweka ujauzito kwenye tumbo lako. Kumbe nyuma kuna nyoka anakula watoto. Unapata miscarriage ya kwanza, wa pili inatokea vile vile, wa tatu inatokea vile vile. Unaomba na kuomba, haujui nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anayesababisha hayo yote ya kupate. Ndio maana Mungu akasema na sisi ya kwamba turuhusu malaika wasimame kinyume na kila wachawi, na kila waganga, na kila nguvu za giza zinazopigana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zinapigana wapi? Nyuma yako. Zinapigana wapi? Kwenye siri. Waganga wanafanya kazi sirini, ujui. Lakini wewe huku hauoni matokeo. Watu wameenda kukuroga. Watu wameenda kulizika jina lako. Watu wameenda kuzika biashara yako. Watu wameenda kuzika familia yako. Watu wameenda kuzika uchumi wako. Ndio maana kila ukiota ndoto unaota unatumbukia kwenye mashimo. Unaota upo gizani. Ndio maana tuliruhusu kote malaika wapite watutoe. Malaika watusaidie. Sasa leo tunaruhusu malaika wadili na waganga. Amen. Wadili na wachawi. Amen. Wadili na nguvu za giza ambazo Amen. wamekuloga mtu wa Mungu ukiwa una habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, naomba tuendelee mbele ya huo mstari. Nisomee mstari wa 16. Mstari wa 16. Nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake. Ikaumeza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Hapo. Neno la Mungu linasema hivi, nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tutaenda kuomba na kuruhusu malaika wa Mungu waje wakusaidie wewe. Kama ambavyo nchi iliweza kumsaidia mwanamke. Malaika waje wameze kila nguvu za kichawi. Waje waziondoe kila nguvu za giza. Waje wahakikishe wanakusaidia wewe unakaa salama. Amen. Ndio maana tuliposoma kwenye ile Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, malaika wa Bwana wanaruhusiwa na Mungu kuja kuhakikisha wanakudaka. Kuja kuhakikisha wanakusaidia mguu wako usijikwae katika jiwe. Kwa hiyo leo malaika wa Mungu waje wakusaidie mguu wako. Maisha yako yasizame kwenye uchawi, yasizame kwenye uganga, yasizame kwenye giza ambalo watu wabaya, ambalo watu ndani yao wana roho ya nyoka walisababisha kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulivyosoma ile Zaburi ya 35 mstari wa 6, neno la Mungu lilisema hivi, malaika wa Bwana akiwafukuzia, malaika wa Bwana akiwafuatilia. Kwa hiyo leo turuhusu malaika wa Bwana waje kwenye maisha yako wakufuatilie nyuma yako. Amen. Wahakikishe kila nyoka aliye nyuma yako. Wahakikishe kila uchawi na uganga ulio nyuma yako. Nyuma unaofanya kazi kwa siri. Nyuma maana yake unaofanya kazi kwa kificho, wewe ukiwa uoni. Malaika wa Bwana waje wawafukuze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wafukuzwe? Wewe ukae salama. Kwa nini wafukuzwe? Wewe ufanikiwe. Kwa nini wafukuzwe? Mimba yako hii, mtu wa Mungu, isiharibike tena. Kwa nini wafukuzwe? Utakachokizaa, mtu wa Mungu, kidumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Avidumu kwa sababu ya nyoka. Avidumu kwa sababu ya wachawi. Avidumu kwa sababu ya nguvu za giza. Nisomee mstari wa 17 nikuonyeshe kitu.
Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu. Ufunuo 12:17. Neno la Mungu linasema hivi, joka akamkasirikia yule mwanamke. Kwa nini joka alimkasirikia yule mwanamke? Kwa sababu alishindwa kumeza. Kwa sababu mtego aliyoutega njiani alishindwa kunasa. Mtu wa Mungu, tulitoka kuomba maombi yaliyopita kuruhusu malaika watunasue kwenye mitego ya siri tuliyotegewa njiani. Kwa hiyo kama ukuweza kusikiliza, rudi kasikilize maombi ya yale malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilikwambia mtu wa Mungu, tunapozungumzia malaika, tunazungumzia kwa habari ya viumbe vinavyofanya kazi pamoja na Mungu. Malaika hawa, mtu wa Mungu, wanasikiliza sauti ya Mungu na sauti ya neno la Mungu. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unapoomba mbele za Mungu, Bwana Yesu asifiwe, Mungu anaruhusu malaika zake waje kwenye maisha yako, waje wakuokoe. Anaruhusu Mungu malaika zake wale waje wewe kwenye maisha yako, wewe wakusaidie. Na nimekuambia mtu wa Mungu, malaika wanapokuja kwako, Mungu ndo anakuwa amewaruhusu. Kwa hiyo tumeomba na kuruhusu malaika watutoe kwenye mashimo. Tunaamini tulipoomba malaika walikuja wakatutoa kwenye mashimo. Tukaruhusu malaika watufungulie lango la mji, mtu wa Mungu. Malaika wakaja wakatufungulia lango la mji. Tukaruhusu malaika waje watunasue kwenye njia zetu zote. Nani alitutegea mitego njiani? Watu wabaya. Watu wenye giza. Malaika wa Mungu wamekuja, wametunasua kwenye njia zetu, ili tuendelee kufanya mafanikio, ili tuendelee kufanya maisha yetu, ili tuendelee kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma kwenye Ufunuo 12:17, neno la Mungu linasema hivi, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini joka alimkasirikia yule mwanamke? Kwa sababu ya mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule uliotolewa na yule joka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwenye mstari wa 17, joka anamkasirikia yule mwanamke kwa sababu yule mwanamke akuchukuliwa na mtego aliyemtegewa njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unamuona joka anapata hasira kwenye mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona watu wabaya, watu wa giza wanakukasirikia. Waganga wanakukasirikia, wachawi wanakukasirikia, kwa sababu mitego yao ya siri walioitega njiani haijafanikiwa. Kwa hiyo unaona vita haishii pale, vita inaongezeka. Kwa hiyo mtu anarudi tena, mbona nilihakikisha yule atofanikiwa kwenye biashara yake, sasa kafanikiwa kwenye biashara yake? Mbona nilihakikisha yule asiolewe, mbona ameolewa? Mbona nilijitahidi nimnase njiani yule asifike mbele, mbona amefika mbele? Unamuona joka anashikwa na hasira. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, tunaenda kuruhusu malaika wa Mungu wawafukuze. Bwana Yesu asifiwe. Wawafuatilie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wote wabaya kwenye njia zetu. Ndio maana unamuona Daudi kwenye Zaburi 35 mstari wa 6 anasema malaika wa Bwana akiwafukuza, malaika wa Bwana akiwafuatilia, malaika wa Bwana akiwaangusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaenda kuomba na kuruhusu malaika wa Bwana wawafuatilie watu wote wabaya wanaotuloga kwa siri. Malaika wawafuatilie na kuwafukuza watu wote wabaya wanaotufanyia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuendelee mbele kidogo. Naomba nisomee dada Krista Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda,
wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye Ufunuo 12, mtu wa Mungu, mstari wa 7 mpaka wa 9, unaona kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule nyoka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona wachawi, unaona waganga, unaona watu wabaya wanapigana na maisha yako. Unaona nyoka. Tunapozungumzia nyoka, tunazungumzia watu wenye ila. Tunapozungumzia nyoka, tunazungumzia watu wenye ubaya na maisha yako. Tunapozungumzia nyoka, unazungumzia nguvu za giza zinazoandamana na maisha yako, zinazohakikisha haufanikiwi, mtu wa Mungu, zinazohakikisha unaharibikiwa na maisha yako, mtu wa Mungu. Ukisoma kwenye ile andiko, unaona Mikaeli pamoja na malaika zake wakapambana na lile joka, wakapambana na yule nyoka, wakahakikisha wanampiga na kumshinda. Kwa hiyo leo, mtu wa Mungu, tutaenda mbele za Mungu. Tutamuomba malaika Mikaeli na malaika zake. Tutaruhusu malaika wa Mungu waje kwenye maisha yetu, wapambane na kila joka. Bwana Yesu asifiwe. Wapambane na kila wachawi, wapambane na kila nguvu za giza ambazo zimeachiliwa kwenye maisha yetu, ambazo zinapigana na sisi, ambazo zinapigana na uzao wetu. Wengine, mtu wa Mungu, wamezaliwa kwenye familia, wanasikia familia zao zina mateswa na miungu ya majoka. Bwana Yesu asifiwe. Wanasikia familia zao zinateswa na waganga wenye majoka. Wengine wanasikia wazazi wao walienda kununua nyoka kwa waganga. Wanafuga nyoka, wanatoa kafara. Ile mijoka ndio inaharibu maisha yao. Ile mijoka ndio inakula maisha yao. Kwa hiyo unaona huo uganga umekaa kwenye familia yako. Unaona huo uchawi umekaa kwenye mazingira yako. Leo, mtu wa Mungu, tunaruhusu malaika wa Bwana, kama walivyopigana na yule joka kule mbinguni, wapigane na hao nyoka kwenye maisha yako. Wapigane na kila uganga, wapigane na kila uchawi. Kama walivyomshinda wakiwa mbinguni, wamshinde na kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo nguvu za giza zozote zilizotega maisha yako zisishinde. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pao pasionekane tena. Bwana Yesu asifiwe. Bali wewe ufanikiwe, bali sisi tuongezeke. Naomba nisomee Yohana 10 mstari wa 10. Yohana 10:10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Neno la Mungu linasema hivi, mtu wa Mungu, mwizi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Waganga, mtu wa Mungu, wachawi, mtu wa Mungu, watu wenye giza wanapokuja kwenye maisha yako, wanakuja kuchinja, wanakuja kuleta uharibifu, wanakuja kuleta maangamizi. Lakini neno la Mungu linasema hivi, yeye Mungu alikuja ili sisi tuwe na uzima, kisha tuwe na tele. Tunapoenda kuomba, Mungu aruhusu malaika zake waje kwenye maisha yetu, wahakikishe wanaondoa mambo ya kiganga, wahakikishe wanaondoa uchawi, wahakikishe wanaondoa nguvu za giza, ili uzima tele uje kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili hatua zetu zifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili mafanikio yetu yawe halisi, yaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kila siku mtu unaota umefanikiwa, kwenye maisha yako halisi hujafanikiwa. Nani amezima hayo mafanikio? Nguvu za kiganga. Nani amezima mafanikio yako? Nguvu za kichawi. Mtu kila siku unaota ndoto unafanya biashara, lakini kwenye maisha ya kawaida hauna biashara. Nani ameiba biashara yako? Wachawi. Nani ameiba? Nguvu za kiganga. Nani ameiba? Watu wabaya. Kwa hiyo leo tunaenda kuomba, mtu wa Mungu, tunaruhusu malaika zake, tunaruhusu nguvu za Mungu, tunaruhusu ziingie kwenye maisha yetu. Kila aliyeleta uharibifu uondoke. Kila aliyeleta mauti ziondoke. Kila aliyeleta anasa ziondoke. Kila aliyeleta giza liondoke. Kila aliyeleta uovu uondoke. Kila
kila aliyeleta uharibifu uondoke katika jina la Yesu. Hebu nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya malaika zako. Leo hii Bwana Yesu, ninaomba uruhusu malaika zako waje waangushe wachawi na waganga ambao wanasababisha mimi nisifanikiwe, mimi nisisimame, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, kemea hao waganga na wachawi. Baba, ninakuja mbele zako, ninakemea kila waganga, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakemea mambo ya kiganga, ninakemea uchawi ambao umefanyika kwenye maisha yangu, ambao umefanyika kwenye maisha yangu. Ninaruhusu malaika katika jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, kemea kila uchawi, kemea kila uganga, kemea kila nguvu za giza, randa kababa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakemea uganga, ninakemea uchawi, yeyote aliyeniroga, yeyote aliyenitamkia maneno yasiyofaa, yeyote aliyenitamkia maneno ya kiganga, katika jina la Yesu. Ninakemea kwenye maisha yangu, ninakemea kwenye maisha yangu, randa kababa rekomanda kababa. Ninaruhusu malaika wafuatilie, ninaruhusu malaika wafuatilie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Randa kababa. Omba mtu wa Mungu, toa hizo nguvu za giza, komoa hizo nguvu za giza katika jina la Yesu. Malaika wawafuatilie sawa na neno kwenye Zaburi. Omba mtu wa Mungu, utete nao wanaoteta nami. Bwana, upigane nao wanaopigana nami. Ninaruhusu malaika zako wakapigane na kila nguvu za giza zinazopigana nami. Ninaruhusu malaika waje wapigane na kila uganga unaopigana nami katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaruhusu malaika zako wapite kwenye maisha yangu, waondoe kila uchawi, wapigane na kila uganga, wapigane na kila nyoka kwenye maisha yangu, kila nyoka aliyejificha kwa siri, kila nyoka aliyejificha nyuma, kila nyoka toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wapite, wapigane kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uchawi ninatamka hauna mamlaka kwenye nyumba yangu, kila uganga ninatamka hauna mamlaka kwenye mji wangu, kila uchawi ninatamka hauna mamlaka kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye uzao wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawafukuze kila wachawi, wawafukuze. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Ninaruhusu malaika zako wawafukuze kila waganga, kila wachawi, kila watu wa giza wanaozingira maisha yangu, katika jina la Yesu. Ninawafukuza kila wachawi kwenye maisha yangu, ninawafukuza kila waganga kwenye maisha yangu, ninawafukuza kila watu wa giza kwenye maisha yangu, ninawafukuza kila marafiki wa kichawi kwenye maisha yangu, ninawafukuza kila marafiki wa kiganga kwenye maisha yangu, ninawafukuza kila marafiki, kila ndugu ambao wana roho za nyoka na wanazileta kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawafuatilie, ninawaruhusu malaika wa Bwana wawafuatilie. Neno la Mungu linasema kwenye Zaburi ya 35 mstari wa kwanza, Bwana teta nao wanaoteta nao. Bwana Yesu, malaika zako ninawaruhusu watete nao na wote wanaoteta na maisha yangu. Ninawaruhusu malaika wa Bwana teta nao na watu wabaya wanaoteta na maisha yangu, teta nao na nguvu za giza zinazozuia maisha yangu. Neno lako linasema kwenye Zaburi 35 mstari wa pili, ushike ngao na kigao,
usimame, unisaidie. Usiku wa leo ninaruhusu malaika zako, malaika wa Bwana, simameni, mnisaidie, simameni, mnisaidie katika jina la Yesu. Kila nyoka aliyesimama kwenye barabara yangu, kila nyoka anayenifuatilia barabarani, kila nyoka anayenifuatilia nyuma yangu, kila nyoka anayezuia maendeleo yangu, ninasema waaibishwe, ninasema wafedheheshwe kwa jina la Yesu. Ninatamka nguvu za giza zirudishwe nyuma katika jina la Yesu. Nasema wafedheheshwe wote wanaoniwazia mabaya kwenye njia yangu katika jina la Yesu. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawaangushe chini. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawaangushe chini. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu, ninaruhusu malaika zako wawaangushe chini. Kila nguvu za kipepo wawaangushe chini. Kila nguvu za majini wawaangushe chini. Wanaofuatilia maisha yangu, wanaofuatilia kazi yangu, wanaofuatilia biashara yangu, wanaosimama kwenye malango yangu, ninaruhusu malaika wa Bwana wawaangushe chini. Ninaruhusu malaika wa Bwana wapigane nao. Kila adui wa siri aliyeko nyuma yangu, ninaruhusu malaika wa Bwana wawafukuze. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawafukuze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mizimu, ninaruhusu malaika wa Bwana wapite, wapigane nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mizimu, kwa jina la Yesu, kila waganga, ninaruhusu malaika wa Bwana wapite, wawafukuze, wawafukuze kwenye maisha yangu, wawafukuze kwenye mji wangu, wawafukuze kwenye njia yangu, wawafukuze kwenye hatima yangu, wawafukuze kwenye mji wangu, wawafukuze kwenye ardhi yangu, wawafukuze kwenye kesho yangu, wawafukuze kwenye uchumi wangu, wawafukuze kwenye uzao wangu. Ninaruhusu malaika wa Bwana wawafukuze kwenye uchumi wangu, wawafukuze kwenye mji wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninawafukuza toka kwenye maisha yangu, toka kwenye mji wangu, toka kwenye mtaa wangu. Ninawakemea, ninawafukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe joka, wewe joka, ninaruhusu malaika wa Bwana wapigane na wewe. Malaika Mikaeli, ninaruhusu na jeshi lake wapigane nawe kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaangusha kila nyoka wa kichawi aliyezingira kwenye malango yangu. Ninaangusha kila majini ya kichawi yaliyokaa kwenye vyoo vyangu. Ninaangusha kila nguvu za giza zilizokaa kwenye ardhi yangu. Ninaangusha kila uchawi, ninaangusha kila uganga, ninaangusha kila majinamizi, ninaangusha kila majini, ninaangusha kila wazee wa kichawi wa ukoo, ninaangusha kila marafiki wabaya, ninaangusha kila marafiki wabaya, ninaangusha kila majirani wa kichawi wanaoniroga, wanaonifuatilia kwa jina la Yesu. Nawachoma na mkuki wa malaika, nawachoma na mkuki wa malaika. Ninawakemea waondoke kwenye njia zangu katika jina la Yesu. Kila uchawi toka kwenye njia yangu katika jina la Yesu. Kila uganga toka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Kila giza, kila nguvu za giza, kila watu wabaya, watu wenye hila, watu wenye uongo, katika jina la Yesu. Ninaamuru toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ninaingia kwenye madhabahu za kichawi zozote zilizowahi kuniloga, ninalitoa jina langu kwenye madhabahu za giza. Ninatoa uchumi wangu kwenye madhabahu za kipepo katika jina la Yesu. Toa jina lako kwenye madhabahu. Ninatoa jina langu kwenye kila madhabahu za giza. Ninatoa jina langu kwenye kila madhabahu za kipepo. Ninatoa jina langu kwa jina la Yesu. Ninatoa uchumi wangu, ninaukomboa
kutoka kwenye kila giza, kutoka kwenye kila uchawi, kwa jina la Yesu, 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 ninatoa jina langu, ninatoa nyayo zangu, ninatoa kesho yangu, ninatoa hatima yangu, ninatoa picha zangu kutoka kwenye madhabahu zote za giza, ninatoa mikono yangu, ninatoa alama zangu, ninatoa kibali changu, ninatoa kivuli changu, ninatoa uweza wangu, ninatoa vipaji vyangu, ninatoka kwenye kila madhabahu za giza, ninatoka kwa jina la Yesu, ninatoka kwa jina la Yesu, ninatoka kwa jina la Yesu. Sema kila uchawi, watunguri, ninauvunja sasa hivi, kila uchawi wa mafundo, ninakata hayo mafundo sasa hivi, kila uchawi wa irizi, ninatoa hizo irizi, kila uchawi za makaburi, ninachimbua hayo makaburi yao, yeyote aliyenizika kwenye makaburi, yeyote aliyenizika kwenye mashimo, ninajitoa sasa hivi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yeyote aliyenicholea alama za kichawi kwenye mwili wangu, ninazifuta hizo alama, yeyote aliyenicholea kila tarasimu za kichawi, kila maneno ya kichawi, kila manuizo ya kipepo yaliyofanywa dhidi ya maisha yangu, ninaruhusu malaika wafuatilie, ninaruhusu malaika wa Bwana wawafuatilie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, futa na kutoa jina lako. Ninatoa jina langu, ninafuta kila tarasimu, ninafuta kila mahali kila alama za kichawi, jina langu, ninafuta kila alama za kichawi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila alama za kichawi zilizochorwa kwenye mwili wangu, ninazifuta kwa damu ya Yesu, 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 kila maneno ya kiganga yaliyoandikwa kwenye maisha yangu, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, neno lako linasema kwenye Yohana 10 mstari wa 10, mwizi aje ila aibe na kuchinja na kuharibu, ila mimi nilikuja ili wawe na uzima wa milele, kisha wawe nao tele. Leo Bwana Yesu, ninaamuru kila nguvu za giza zilizokuja kwenye maisha yangu na kuiba, ninaamuru malaika wa Bwana wanarudisha kila mali zangu zilizoibwa, kila utajiri wangu ulioibwa, kila amani yangu iliyoibwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninarudisha, ninarejesha kila amani yangu iliyochinjwa na kuharibiwa, katika jina la Yesu, kila ndoa yangu iliyochinjwa na nguvu za giza, kila maisha yangu yaliyochinjwa na kuharibiwa na wachawi na waganga, leo hii ninarejesha kwa jina la Yesu, ninatamka urejesho kwenye maisha yangu, ninatamka urejesho kwenye familia yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninatamka kila giza lililofunika maisha yangu linaondoka kwa damu ya Yesu, kila giza lililofunika uchumi wangu ninatamka linaondoka sasa hivi kwa jina la Yesu, kila giza lililofunika familia yangu linaondoka kwa jina la Yesu, kila giza lililofunika amani yangu, kila giza lililofunika hatua zangu, kila giza linalonifuatilia kwenye njia zangu, ninaamuru sasa hivi linaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amuru hilo giza liondoke sasa hivi. Kila giza ondoka, kila giza ondoka kwenye maisha yangu, kila giza ondoka kwenye maisha yangu, kila giza ondoka kwenye hatua zangu, kila giza ondoka kwenye kibali changu, kila giza
jina toka la kwa jina la Yesu. Yesu. Kila Giza giza, toka kwenye toka huduma kwenye yangu. biashara Giza yangu. toka kwenye Giza biashara toka yangu. kwenye Toka kazi kwenye yangu. hatua zangu. Giza toka Toka kwenye kwenye mji wangu. mahusiano yangu. Kwa jina la Toka giza Yesu. kwenye Kwa ndoa jina yangu. la Yesu. Toka giza, Kwa jina la toka, Yesu. toka. Kwa Toka jina kwa la watu wa Yesu. Mungu. Kila Toka giza, giza kwenye toka familia. kwenye kibali Toka wewe changu. giza, Toka toka kwa kwenye jina la maisha Yesu. yangu. Giza Toka toka. kwa jina la Giza Yesu. toka, toka. Ninakufukuza. Giza toka na Toka kwenye kufukuza. mji Toka wangu. kwenye mji Toka wangu. kwa jina la Toka kwenye Yesu. ardhi yangu. Toka kwa jina la Toka kwenye Yesu. malango Toka yangu. kwa jina la Toka kwa Yesu. jina la Yesu. Kila Toka giza giza. Toka ninakufukuza. giza. Toka Toka giza. ninatamka Toka giza. na Toka iwe giza. nuru, Katika na iwe jina la Yesu. nuru Katika kwenye jina maisha la Yesu. yako. Tamka na iwe nuru kwenye Na maisha iwe yako. nuru Tamka na kwenye iwe maisha nuru. yako. Tamka na iwe nuru. Ninatamka Tamka na iwe nuru Tamka na iwe kwenye nuru. kazi yangu. Tamka Na iwe nuru Randa kwenye kabali. uchumi wangu. Katika Na jina la iwe Yesu nuru Kristo. kwenye Shika biashara sadaka yangu. yako mtu wa Mungu. Shika sadaka yako mtu wa Mungu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru ninakushukuru kwa sababu ya sadaka hizi. Ninaomba uzipokee. Ninaomba uzitakabali. Na sadaka hizi ninaziachilia kwenye madhabahu yako. Ninaondoa kila uchawi, kila uganga, kila nguvu za giza zilizowahi kufanywa kwenye maisha yangu, na kila sadaka nilizowahi kutolewa kwenye madhabahu za kichawi zilizowahi kutolewa kwenye madhabahu za kiganga na nguvu za giza. Kwa sadaka hii ninakataa. Kwa sadaka hii ninabatilisha kila sadaka za kipepo, kila sadaka za nguvu za giza kwa jina la Yesu. Amen. Nyanyua sadaka yako mtu wa Mungu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya sadaka hizi za watu wako. Baba, asante kwa sababu ya malaika zako ambao wametufunika Baba, wametufunika na mbawa zao. Asante kwa ajili ya sadaka zetu ambazo wamezipokea. Asante kwa ajili ya dua zetu na sala zetu ambazo wamezisikia katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba na kushukuru. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka mtu wa Mungu, basi utafuata sala hii. Kuokoka mtu wa Mungu sio dini mpya, bali kuokoka ni kumkubali huyu Yesu, anakuja kwenye maisha yako, anaingia ndani yako na mnafanyika wamoja na anaanza kutembea na wewe. Kwa hiyo kama hujawahi kuokoka, basi fuatisha sala hii. Lakini pia kama ulishawahi kuokoka ukaanguka ukarudi nyuma, pia fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu, ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo hii futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi niwe wako na wewe uwe wangu katika jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, kama umefuatisha sala hii na utakuwa umeokoka, utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869 au 0716052202. Lakini pia kama unapitia changamoto yoyote na unahitaji maombi, utatupigia simu kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202. Na Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu. Amen. Acha tunyeshe mvua yako siku ya leo.